Naam, wana ukuu wa Mwafrika, katika habari zinazoendelea duniani bado tunaangalia songo mbingo na sokomoko hili ambalo limekuwepo kati ya Mwajemi na Marekani, au kati ya Ayatollah Khamenei pamoja na Donald Trump, hawa viongozi wakuu, mmoja akiwa kiongozi mkuu wa Marekani na mwingine akiwa kiongozi mkuu wa Iran au kwa Waajemi. Sasa haya ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya haya mataifa mawili, na tumeona ambavyo kwanza Trump amekuja na spidi kali kweli kweli kutaka kuwa Irani waingie kwenye mkataba huu wa nyuklia, ambao tunakumbuka Obama na aliyekuwepo rais wa Irani wakati huo bwana Hassan Rouhani, ambaye waliingia kwenye makubaliano na Obama akiwa ni rais wa Marekani kuiondolea vikwazo Irani vya kibiashara, jambo ambalo tunakumbuka Israeli walishutumu sana. Benjamin Netanyahu kipindi hicho akiwa ni waziri mkuu alishutumu sana, maana hata sasa ni waziri mkuu, lakini katikati hapa alikuwepo huyu Naftali Bennett, ambaye baada ya hapo Wayahudi wakasema Naftali Bennett ni mpole na anaamini sana katika diplomasia na sio kuua watu. Huyu Naftali Bennett alikuwa anaamini hivyo, lakini Wayahudi wakasema watu watatuona sisi hatuna nguvu. Kwa hiyo ikabidi wamrudishe huyu Netanyahu, ambaye ndugu yetu Fahadi anamuita yeye Netapaka. Kwa hiyo ndivyo hivyo, kila mtu anaweza nini. Kwa hiyo sasa kwenye haya mambo ambayo yapo, kwanza tumeona Mwajemi ambavyo ameendelea kuisumbua Marekani hiyo Mashariki ya Kati hapo, kwa sababu wanajua kabisa hii ni kauli ya Benjamin Netanyahu aliyosema kuwa tukimwacha Irani aendelee hivi, huyu ndo atakuwa mastermind wa hii Mashariki ya Kati yote hapa. Kwa hiyo manake huyu tunatakiwa tumdhibiti, tujue ni namna gani ya kudili naye. Ndio maana unaona wakaamua kudili naye, na wanajua kuivamia Irani ni ngumu mno. Wanajua hilo kabisa, kwa kuivamia Irani haiwezekani, ni ngumu mno. Lakini unawezaje kuivamia Irani? Hauwezi. Kwa unachotakiwa kufanya ni kufanyaje? Kuua wanasayansi wa Irani na kuua makamanda wa Irani. Ndio maana umeona makamanda wengi wa Irani wamekuwa wakiuawa, lakini Israeli pamoja na Marekani wamekuwa wakihusika. Wakati upande wa pili huyu Mwajemi mwenyewe ana vijana wake, na vijana wake hasa hususan hawa Wahuthi, ambao Wahuthi tunakumbuka hata huyu msemaji wa Hamas amewashukuru sana Wahuthi na akasema kuwa mchango wenu tunautambua, kujitoa kwa hali na mali, lakini kumwaga damu zenu kwa ajili ya Wapalestina ili halitasahaulika. Ndicho alichokiongea msemaji wa Hamas, ndicho alichokiongea hicho. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sasa ili likawa wakaanza kutishia kwanza wa Marekani, mnakumbuka mikwara mingi sana, tishia hivi na hivi na hivi, maana Donald Trump sasa anataka Irani waje kwenye mazungumzo, lakini wakija kwenye mazungumzo haya yawe ni mazungumzo ambayo Irani asitengeneze nyuklia, kwa sababu Irani tayari ana uranium iliyorutubishwa, maana uranium iliyorutubishwa ndio inapelekea kwenda kutengeneza sasa silaha za nyuklia, mtu akitaka kuzitengeneza hizi silaha za nyuklia. Lakini mwanzo mnakumbuka niliwaambia, kumbe Donald Trump alichokuwa na kihitaji au Marekani inachokitaka ni uranium kutokea Irani, wao waichukue, kwa sababu Irani ndio taifa pekee ambalo limebaki sio taifa tiifu kwa Marekani hapo hiyo Mashariki ya Kati, na sasa na wengine huku Yemen na wengine huku Hezbollah. Kwa sababu ukiangalia mfano kama haya ni makundi, kuna kundi la Hamas liko pale Gaza, kuna kundi la Houthi liko kule Yemen, na kuna kundi la Hezbollah liko huku Lebanon, ambayo haya ni makundi, lakini kuna serikali zao ni serikali ambazo ni tiifu kwa Marekani. Hii serikali ya Lebanon, ukiangalia serikali ya Palestina yenyewe, ukiangalia serikali ya Yemen yenyewe, hizi ni serikali tiifu kwa nani? Kwa Marekani. Lakini haya ni makundi ambayo yapo sasa upande tu wa huku, upande wa Gaza, kwa sababu Hamas ni chama hiki ambacho sasa baadaye kikaamua kianze kuwa na silaha kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya kujilinda, kwa sababu walijua as long as tuko hapa na Myahudi yuko pale, hatuna usalama hapa. Kwa ndio maana unaona sasa wanapigana kwa namna hiyo. Kwa hiyo Mwajemi sasa naye kupitia sasa Wahuthi hawa wa Yemen wamemkaba kooni hivi Myahudi pamoja na Marekani, alafu nipiga nikupige. Ndio maana unashangaa aircraft carrier
na ni Harry Truman, USS Harry Truman aircraft carrier, yani ndege ambalo linabeba hizi ndege za kivita. Manake ni ndege la kubebea madege ni meli ya kubebea madege ya kivita ambazo shughuli zake nyingi zinafanyika pale. Lakini hawa jamaa wakaanza kuishambulia. Yani ukumbuke hiyo USS Harry Truman ina teknolojia ambayo ni advanced, lakini hawa wamewezaje? Ni kwa msaada wa Irani, ambayo Irani imekuwa hivyo. Kwa hiyo haya yote yameendelea hivyo, kuendelea kupigana mikwara na hivi na hivi. Trump sasa anailazimisha Irani iingie kwenye mazungumzo, na kama hautaki mazungumzo mimi nitakuvamia, nitakupiga wewe Irani Mwajemi, na bebu sikia wewe. Mimi yani wewe usipokubaliana na hii dili ya nyuklia hapa kuwa ni marufuku kutengeneza nyuklia, mimi nitakupiga pumbavu mkubwa wewe. Irani wakasema ni hivyo haya, karibu tunakusubiri. Maana nakumbuka Irani sio wanasiasa, maana wanasiasa kawaida yao ni kuongea, lakini wale Waajemi sio wanasiasa. Wale wakasema karibu baba, tunakukaribisha, tutakupigia na makofi. Ndio tukaona sasa mikwara mingi, mara hizi B2 stealth bomba za Marekani zinatolewa Marekani, hizo yanapelekwa huko Diego Garcia kwenye kisiwa fulani hivi ambacho wanashare kati ya Marekani na Mwingereza, kuweka kambi zao za kijeshi pale. Lakini sio tu hizo B2 stealth bomba, zimesindikizwa na C-17 ambazo ni cargo plane, zimesindikizwa na aerial refueling, na zenyewe 10 zimeenda hapo. Na wakasema tumeziweka hapa Diego Garcia kwa sababu hapa ni mbali, kwa sababu wanamfahamu Mwajemi ana midubwana pale, ana midude pale, mikombora mizito mizito, mikombora ambapo ndio taifa unaambiwa linaloongoza duniani kutengeneza makombora ya surface to surface, kwa sababu kuna makombora mengine ni air to surface, kuna mengine ni ni air to surface, kwa sababu kwa maana kuwa ndege ndio itakuja. Hata hizo B2 stealth bomba ni ndege hatari ya Marekani, ambayo ndege hii ina uwezo wa kubeba mpaka vichwa vya nyuklia. Manake hiyo sasa ndio tunaita air to surface missiles. Umeona? Lakini huyu yeye Mwajemi ametengeneza makombora ambayo ni surface to surface. Umeelewa? Yaani ni kombora linapigwa kutoka ardhini kuelekea mahali ambapo limelenga hiyo target. Ndio tukaona pale Mwajemi akasema no, mimi huko St. Garcia nitapiga pembeni ili kuwaonyesha kuwa nina uwezo kwa midude nilionayo kuzamisha hicho kisiwa hapo. Ndio hawa CIA wakamwambia mzee Trump, baba hapa hii ngoma hapana, hii ngoma bado mbichi hii. Kwa hiyo jambo la msingi, hebu kubalianeni muingie kwenye mazungumzo. Ndio baadaye sasa tukaona Donald Trump anataka mazungumzo na rais wa Irani Masoud Pezeshkian. Masoud Pezeshkian, rais wa Irani, akasema hapana, mimi sintaongea mazungumzo ya moja kwa moja. Sisi tunachotaka, kama mnataka tuongee mazungumzo, kwanza mahali pa kukutania pawe ni Oman. Lakini pia sio mazungumzo ya direct kwa eti rais wa Irani pamoja na rais wa Marekani wakutane. Hiyo Waajemi walikataa. Sasa walichokifanya wakasema kuwa tutazungumza lakini kwa kutuma wawakilishi. Sasa kuna bwana mmoja kutokea Marekani, bwana huyu anaitwa Witkoff, ambaye yeye ni mwakilishi wa serikali ya Marekani kushughulikia masuala ya Mashariki ya Kati. Na amekuwa mara nyingi sana akifanya, alienda hata Saudi Arabia, ameenda pale Israeli, ameenda huyu bwana Witkoff. Nafikiri David Witkoff, kitu kama hicho. Alafu upande wa Irani akaenda waziri wa mambo ya nje bwana Abbas Araghchi, ambao sasa wamekutana. Kwa mara ya kwanza sasa baada ya kukutana, Irani wanataka haya madini ya uranium au uranium iliyorutubishwa ya Irani waichukue hiyo stock yote hiyo au hiyo hifadhi yote ya haya madini ya uranium. Marekani anachokitaka waichukue wampe Urusi. Kwa nini wampe Urusi? Kwa sababu kumbuka mkataba wa mwaka 1967 ambapo mataifa yalikubaliana kuwa wanataka kuharibu silaha za nyuklia ili kuifanya dunia iwe ni salama zaidi, na kukaanzishwa kitengo huko Umoja wa Mataifa ambacho ni IAEA.
IAEA ambacho ndicho kitengo ambacho chenyewe kitadili sasa na mambo ya nyuklia. Na kipindi hicho mpaka nchi ambazo zilikuwa zina nyuklia ikabidi waharibu nyuklia zao kwa sababu wameingia kwenye makubaliano. Ila ni nchi 5 tu ambazo hizi tunasema zina kura ya aturufu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambayo ni Urusi, ambayo ilikuwa ni Uingereza, ni Ufaransa, ni Marekani pamoja na China. Haya mataifa 5 ndio ambayo wao sasa kwa sababu wao ndivyo hivyo wana kura ya veto huko kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wabaki nayo. Na tunakumbuka kipindi hicho hata Afrika Kusini ilikuwa inamiliki silaha za nyuklia, lakini ikabidi waziharibu. Kwa hiyo maana yake sasa Irani wao walichokisema, wamesema tunabidi turudi kwenye ule mkataba wa IAEA, ambapo sasa kwa sababu hiyo ni shirika ambalo hata nyinyi mkiwa na uranium mkitaka kuifanyia kazi yoyote ile, au mkitaka hata mzalishe kwa ajili ya nishati hiyo uranium, itabidi mpate kibali kutokea huko IAEA, ambapo sasa ndio shirika hili liko chini ya Umoja wa Mataifa ili shirika. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo hawa Wajemi wamesema kama mnataka iwe hivyo, turudi kwenye ile mikataba, vinginevyo hatutafanya hivyo. Hatuwezi kupeleka hii uranium iliyorutubishwa, madini ya uranium yaliyorutubishwa kuyapeleka Urusi. Hatutafanya hivyo kwa sababu sisi hii uranium ni kwa ajili ya matumizi salama kabisa, wala msiwe na wasiwasi kabisa. Ni matumizi ambayo ni matumizi salama kabisa, sio silaha za nyuklia. Lakini kwa taarifa za chini chini ni kuwa Mwajemi ana silaha za nyuklia pale alipo, lakini ni wapi alikozificha ndio haijulikani. Ndio maana unaona Mwajemi anawakaribisha, hasa mkitaka mje mkague, karibuni, njooni mkague. Lakini huku wana akili kabisa kichwani kwa huyu sio Saddam Hussein. Walimuingiza mkenge Saddam Hussein. Wasa kuja kukagua, wanajua kabisa hana nyuklia, lakini baadaye wakasema Saddam Hussein ana nyuklia, tunaenda kumvamia. Lakini ukweli Irani ana nyuklia, na wamepima muziki, wameona muziki ni mnene. Ndio maana unaona sasa wasema jamani, basi tuzungumze, tukae chini, tuyaongee na hivi na hivi, mambo kama hayo. Kwa hiyo Donald Trump nafikiri kuna vitu vingine anahitaji kutumia akili zaidi kuliko kutumia mihemko. Anahitaji akili zaidi ndio iweze kutumika zaidi. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuruni sana. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru kuendelea kutusapoti, kuangalia video zetu, kulike, kucomment na kusubscribe. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.